kwenda mbali sana. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu ameruhusu haya yafanyike. Wenzetu kama mlikuwa mnaona kwenye mitandao, wenzetu kule bara wamefanya tarehe 10 mwezi huu. Ni kibali, ina maana tumepewa kibali Jeshi la Polisi Tanzania kufanya siku ya familia yetu. Lakini tumshukuru sasa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye na yeye ameruhusu sasa na sisi tufanye haya. Bila vibali hivyo sisi kwenye jeshi tusingefanya. Kwa hiyo niwashukuru sana viongozi hao wa juu kwa kutoa kibali hicho, lakini pia nimshukuru mkuu wa jeshi kwa kuomba hivyo vibali, lakini nimshukuru afande kamishna wa polisi Zanzibar kwa sababu na yeye pia ameshiriki kwa ajili ya kuomba hizo ili haya yafanyike kwetu. Kupongezana na kushukuru ni jambo jema. Mwaka mzima umekuwa na mengi, lakini ni jambo jema kushukuru. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunawiwa kukushukuru na wewe. Tunajua una ratiba nyingi ngumu, lakini leo jioni ya leo umesema nitafika kwenye taasisi yangu hii ambayo naiongoza. Hatuna la kusema zaidi ya kusema tu asante, tunakushukuru kwa sababu tunajua ratiba yako ilivyo ngumu, ratiba yako ilivyo busy tangu asubuhi mpaka jioni na mambo yako mengi, lakini wewe umekubali kufika hapa tulipo sisi jioni ya leo. Sisi jioni ya leo tulipenda kusema tu hayo ambayo nadhani mwenyekiti wa kamati ameyasema, kwamba lengo letu kubwa leo sisi polisi Kaskazini Pemba tunasherehekea siku yetu ya polisi. Hatuwezi sisi kusherehekea siku ya Krismasi, hatuwezi sisi kusherehekea siku ya mwaka mpya, hatuwezi sisi kusherehekea siku ya 9 Disemba kwa sababu unajua unapokuwa bize kulinda kufanya lolote ambalo leo tumeichagua na sisi tarehe 31 tumebahatika kutokuwa na mengi, basi tumepenyeza hii shughuli yetu ili tufanye. Kwa hiyo tunajipongeza kwa siku yetu hii ya leo. Moja ni kujipongeza wenyewe kwa kufanikisha hayo yote, lakini pili tunajipongeza kwa mengi sana kwa sababu mwaka jana wanaujua ulikuwa mkubwa. Tunajipongeza sana wote, lakini pia tukasema miongoni mwetu kuna waliofanya vizuri, lazima tuwapongeze. Lazima tumwandikie mkuu wa jeshi na lazima amwandikie Mheshimiwa Rais ambaye ni amiri jeshi mkuu ili wapate na wenyewe zawadi kwamba hawa wamefanya vizuri kuliko sisi wengine pengine. Baki mimi sikuona tashiri chako hapo. Mimi sijakiona cheti changu, lakini hao ndio wamefanya vizuri. Kwa sababu ina maana tumekaa wote tukakubaliana kwamba hawa wamefanya vizuri kuliko sisi wengine. Lakini tukasema hawa ambao wametutumikia hata kwenye dakika ya mwisho, tone lao la mwisho la damu lilikuwa pamoja na sisi kwenye mazingira magumu na ya raha, na wenyewe tuwapongeze tu ili angalau wakifika huko wanapokwenda waseme wenzangu nilikuwa nao kwenye taasisi ya pamoja, basi wameniaga vizuri na nimeondoka kwao salama. Niseme kuna kundi la tatu hapo ambalo ni wadau wetu. Wametaja hapa karibu watu 22 23, wengine waliwaruka. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, ningeweza kusema kwa kila mmoja kwa sababu nayajua hayo walioyafanya, lakini unipe hawa wawili tu, wawili si watatu, lakini unipe hawa wawili, wengine naweza nikawajumlisha kwa kawaida. Nianze na afisa mdhamini Wizara ya Afya. Sisi tuna kituo cha afya cha polisi, kituo au zahanati, sijajua wenyewe wana uwezo kugrade, yani yule mdhamini ndio anaweza kugrade kwamba hiki ni kituo au hiki ni kituo cha afya au ni zahanati, yeye ndio anaweza kugrade. Tuna hali mbaya, tulianza kujenga
kwa ajili ya kuweka angalau huduma za mama na mtoto. Hatukufika mwisho kwa sababu tunategemea bajeti huko, tunategemea kuomba wadau wengine, lakini mdhamini Wizara ya Afya tena hatukwenda kumuomba, alikuja akasema, kamanda, naomba washike mkono, tutaweka huduma hapa za mama na mtoto, tutarekebisha majengo haya ambayo mlianza kuyashindwa, lakini sisi tukikamilisha hospitali yetu ya mkoa wala hatutakunyang'anya kamanda, tutakuachia. Nimewiwa sana, nimewiwa kutamka hilo kwa sababu tayari wameniambia, na mimi nikasema, niliwaambia mimi ni taasisi ya Jamhuri ya Muungano, naombeni kidogo, mtumie kidogo niombe kibali. Nilipoomba kibali kilitoka haraka sana, wakasema watu kama unawachelewesha, wape kibali. Ukifika pale sasa hivi wale wa huduma ya mama na mtoto pameboreshwa mno kulingana na hawa wenzangu wa Wizara ya Afya, wamenisaidia, pameboreka mno. Hata nilipokuwa wakati wa uchaguzi na nini, nilikuwa nategemea wao kwa sababu kwamba kuna nguvu kubwa kuliko nguvu yangu ya jeshi la polisi. Ndio maana leo ninawatambua. Nimesema nitawataja watatu. Wote kwa umoja wao wamenisaidia sana. Kazi hii ni ngumu kidogo. Kazi yetu hatufanyi kwa faida, hatupati faida yoyote. Tunafanya kwa kujitolea sana. Lakini nimpongeze sana Manta kwa mtamka kwa Manta Hotel. Nilikuwa kwenye wakati mgumu sana. Nilikuwa kwenye dakika za mwisho sana, very critical. Unajua kwa nini hawajamtambua yule ambaye ni mshina Zeko? Nilikuwa nahitaji maelekezo, nahitaji kule Makangale nifunge redio ili niwe na mawasiliano ya kote wakati ule ambao ni mwaka jana wa uchaguzi mkuu. Sina hela za nguzo kupeleka pale, sina hela za kununua mita pale. Ukienda kwa ndugu zangu wa Zeko wanasema pale si angalia ungeongea na wadau pale ili wakusaidie. Nilipoenda kuwaambia wenzangu wa Mata wakasema nguzo ngapi? Wakasema wale Zeko mbili. Sisi tunatoa discount, wewe lipa kiasi hiki na kupelekea nguzo, redio itafungwa. Mheshimiwa, kama ningekuwa na redio sasa hivi ningekuwa naita kule mnaita Shirazi 6. Mnaitaje kule? Shirazi 6. Yaani sasa hivi nilikuwa nawaita hapa, vipi huko Makangale, vipi? Wananiambia salama, tumekwenda Vumawimbi, tumekwenda Tondoni, tumekwenda huko salama. Nilipata faraja sana, na ndio maana nafika mahala ninawapongeza leo, ninawashukuru kwa kuwa wadau wangu wakubwa katika kunisaidia kutimiza majukumu haya. Niseme hapa, nimetaja ofisi nyingi sana za serikali. Nimezitaja ofisi nyingi sana za serikali. Wengine kwa ajili ya ushauri wao, wengine walikuwa wanatoka ofisini kwao wanakuja wanakaa na mimi, kamanda, ili ufanikishe, ufanye hili, ufanye hili. Wengine walikuwa wanaenda mpaka site. Nilikuwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa aliondoka, sasa hivi ni katibu mkuu Wizara ya Vijana, Uwezeshaji na Ajira. Wengine nimechukua makosa, lakini ndio unajua kwenda kule. Nilikuwa namwambia naandika kila siku, naandika na kukumbusha rasmi hii. Mbona sijapata nyongeza ya askari? Anambia mipango kazi ya hao askari ni ngumu. Sasa utafanyaje? Nasema nakimbilia kwa afande nyingine. Nikikimbia kule, umetengeneza mazingira yako salama. Kwa kweli hakuna taasisi ya serikali ambayo haikunisaidia kufanikisha. Nilipopewa nguvu kwamba sasa ni uchaguzi Kaskazini Pemba, umepewa nguvu hii, hakuna taasisi ya serikali ambayo haikunisaidia.